Wewe ambao unapenda kuchunguza vitu, wewe ambao unapenda kujua siri nyingi sana za ulimwengu, basi naomba uende kwenye mtandao wa Google ama uende kwa ChatGPT, kisha andika neno hili, andika Voynich manuscript. Utakutana na kitabu ambacho kitabu hichi ni cha ajabu sana, ambacho huenda kinathibitisha lile wazo nililowaambia kwamba kuna viumbe ambavyo vina uwezo mkubwa zaidi yetu, ambao vinaishi kati yetu. Wao wanasema vinashuka kutoka angani, lakini mimi naamini vipo hapa duniani eneo fulani. Na labda nishare na wewe kitu kimoja. Unaona hii ramani ya dunia ilivyo? Hakuna ambaye ameshawahi kufika kwenye ncha ya dunia, si ndio? Sasa hapa tulipo tupo katikati tu. Na kwenye hii ramani yote ya dunia jinsi ilivyo, kuna maeneo mengine yale ambayo unaambiwa yako angani yanaelea kama sayari nyingine, sio sayari bali ni maeneo yaliyoko hapa duniani. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo hapa duniani ambao ni mlango wa kuvuka kwenda upande wa pili, ambao inalindwa na kuzuia kwa gharama yote ile. Nisikuchoshe sana. Turudi kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki kimezua gumzo kwa zaidi ya miaka 600. Wengine wanasema ni kitabu cha tiba cha karne ya zamani. Wengine wanasema ni kitabu cha wageni kutoka kwenye sayari nyingine. Kuna wengine wanadai kwamba ni mwongozo wa uchawi au njia au poto ya kuwasiliana na ulimwengu wa chini. Hii ndio siri ya Voynich manuscript. Kitabu hiki kinabeba majibu ambayo binadamu hatujaruhusiwa kujua. Kinabeba maarifa ambayo hakuna anayejua mpaka leo, lakini kimeandikwa kwa kalamu ya kibinadamu. Kitabu hiki inadaiwa kimeandikwa kwenye karne ya 15. Inadaiwa huenda kuanzia mwaka 1404 huenda mpaka mwaka 1438. Karatasi zake zimewekwa imara kiasi kwamba zinaweza kusurvive kukaa muda mrefu bila kuharibika. Kitabu hiki kiligunduliwa mwaka 1912 na jamaa mmoja ambaye alikuwa mfanyabiashara wa vitabu. Huyu jamaa alijulikana kwa jina la Wilfrid Voynich. Ndani ya kitabu hiki kuna kurasa zenye michoro ya mimea isiyojulikana duniani. Kuna ramani za ajabu za kiastronomia na kisayansi, lakini vile vile pia kuna michoro ya wanawake wakiwa utupu, wakiwa wanaelea juu ya maji ndani ya kitabu hiki. Bado watu wanashindwa kuelewa kitabu hiki hasa kilikuwa kinalenga nini, kwa sababu kina mimea, kina michoro ya kisayansi, kina michoro ya safari za anga, lakini vile vile kina michoro ya watu walio utupu. Sasa kitabu hiki kinalenga nini? Lakini vile vile kinachoshangaza watu wengi zaidi, kimeandikwa kwa lugha isiyojulikana, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lugha iliyotumika haipo hapa duniani wala kwenye historia ya lugha za ulimwengu, haipo. Mashirika ya kijasusi na ya utafiti na wanasayansi wengi wakubwa duniani wamejaribu kuchambua na kujua kilichoandikwa ndani ya kitabu hicho, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kung'amua. Na wengi wakabaki kusema huenda kitabu hicho kiliandikwa tu na mtu aliyejisikia kuandika, akaandika vitu ambavyo hata yeye mwenyewe hakuvijua, na huenda kila alichoandika ni michoro isiyo na maana. Lakini wataalamu wa etimolojia, wataalamu wa lugha wenye kujua frequency za maandishi, wanadai frequency ya maneno yaliyoandikwa yanaonekana ni lugha halisi yenye sarufi ya kina. Wengine wanasema kitabu hiki kilitungwa na John Dee na Edward Kelly, ambao walikuwa ni wachawi wa kifalme waliotumia lugha iliyojulikana kama lugha ya Enoko, ambao walitumia kuongea na malaika walioanguka hapo zamani. Ndani ya kitabu hiki pia kuna michoro ya mimea isiyojulikana. Mimea hii hapa duniani haipo. Huenda sisi hatujajua dunia yetu kwa upana, lakini kuna uhakika kwamba mimea iliyochorwa huenda isiwepo mahali popote hapa duniani. Sasa je, mimea hii imetoka wapi? Asili yake ni wapi? Vile vile kuna ramani za nyota, ambazo nyota hizi haziendani kabisa na nyota hizi tunazozijua sisi. Lakini vile vile kuna wanawake wasiokuwa na nguo wakiingia kwenye mabwawa ya ajabu, lakini mabwawa hayo yaliyochorwa huwa ni mabwawa ambayo yanajulikana kihistoria kama mabwawa ya kugeuza watu walio moto kwa immortality, yani kugeuza watu ambao ni binadamu wa kawaida kuwa na uwezo usiokuwa wa kawaida, kama uwezo wa kuishi miaka mingi zaidi ya kikomo cha umri wa mwanadamu. Mpaka sasa hivi kitabu hiki kinahifadhiwa kama fumbo ambalo wengi hatujajua maana yake mpaka leo hii. Wewe unadhani kitabu hiki ni nini? Mimi nawaambia ushahidi utaendelea kuonekana, na ushahidi umekwisha kuonekana kwamba kuna jamii ya watu ambao wako tofauti na sisi, wenye uwezo mkubwa wa kiuelewa, na sio kama walishakufa au kutoweka. Wapo mpaka leo hii, ila tumefungwa tusiweze kujua mahali wanapopatikana na namna ya kukutana nao. Watu hawa sio aliens, sio mijusi yenye macho makubwa kama ile unaonekana kwenye movie. Ni watu kama sisi, na huenda wanakuwa kwa kasi zaidi yetu sisi, na huenda wana kasi ya kusafiri kuliko sisi, huenda wana kasi ya kiakili kuliko sisi. Bonyeza button ya subscribe, na kama uko TikTok bonyeza button ya follow, ili tuendelee kuchambua siri nyingi sana zilizo kwenye ulimwengu. Wewe unadhani nini kinachoendelea? Tutaendelea kuchambua kwenye video inayofuata. Usisahau tupo kwa udhamini wa Mind Kingdom, wachoraji maridadi wa hina pamoja na Pico. Ingia kwenye mtandao wako wa TikTok kisha andika Mind Kingdom, kisha wafollow, wafuatilie. Wana huduma za kumfuata mtu mahali popote ulipo kama unavyoona kwenye screen yako. Lakini nirudi kwa wafuasi wote wa Windful, usisahau kusubscribe YouTube, usisahau kualika watu wengine wengi zaidi ili tupate maarifa zaidi. Usisahau tupo 1% tu.